Jeshi la Walinzi wa Mapinduzi ya Kiislamu la Iran IRGC limedai kuwa meli mbili kubwa za kusafirisha mafuta zimewaka moto baada ya kutokea milipuko zilipokuwa zikijaribu kupitia njia ya kusini ya mlango Hormuz, huku likisema kwa njia hiyo ya kimkakati itaendelea kufungwa kwa usafiri wa baharini kwa muda wote ambao Marekani itaendelea na operesheni zake za kijeshi katika eneo la Mashariki ya Kati. Kwa mujibu wa taarifa iliyotolewa na IRGC leo Julai 21 mwaka 2026 kupitia vyombo vya habari vya Iran, meli hizo mbili zilikuwa zinajaribu kuvuka kupitia njia ya kusini ya mlango Hormuz, ambayo jeshi hilo limeieleza kuwa si salama kutokana na hali ya mapigano na operesheni za kijeshi zinazoendelea katika eneo hilo. IRGC imesema milipuko ilitokea ghafla na kusababisha moto mkubwa kuzuka kwenye meli zote mbili, huku moshi mzito ukionekana ukifuka sehemu ya eneo la tukio. Jeshi hilo limesema vikosi vya uokoaji na dharura vilituma mara moja eneo la tukio na vinaendelea kuwaondoa mabaharia waliokuwa ndani ya meli hizo ili kuwanusuru. Hata hivyo, hadi sasa halijatoa idadi ya watu waliokuwa ndani ya meli hizo wala kueleza ikiwa kuna watu waliopoteza maisha au kujeruhiwa. Pia halijataja majina ya meli hizo, mataifa zilizosajiliwa au kampuni zinazozimiliki. IRGC haijabainisha chanzo rasmi cha milipuko hiyo, lakini imesema kuwa njia ya kusini ya mlango Hormuz si salama kwa meli za biashara katika mazingira ya sasa ya kijeshi. Kufuatia tukio hilo, jeshi hilo limekariri msimamo wake kwamba mlango wa bahari Hormuz utaendelea kubaki umefungwa kwa usafiri wa kawaida wa baharini na muda wote ambao Marekani itaendelea na kile Iran inachokiita vitendo vya kijeshi na uchokozi katika Mashariki ya Kati. Mbali na tukio la baharini, IRGC pia imedai kufanya mashambulizi dhidi ya mifumo ya kijeshi ya Marekani iliyopo nchini Bahrain. Kwa mujibu wa taarifa hiyo, mashambulizi yalilenga mfumo wa rada na mfumo wa ulinzi wa anga katika eneo la Muharrak, huku mfumo wa ulinzi wa anga Patriot uliopo katika eneo la Rifa ukidaiwa kushambuliwa na operesheni ya pamoja iliyohusisha makombora na ndege zisizo na rubani. Jeshi hilo limesema mashambulizi hayo ni sehemu ya operesheni zake za kujibu hatua za kijeshi za Marekani dhidi ya Iran, likidai kuwa linaendelea kulenga miundombinu ya kijeshi ya Marekani katika eneo lote la Ghuba. Hata hivyo, hadi sasa Bahrain pamoja na jeshi la Marekani hawajathibitisha madai hayo na hakuna taarifa huru zinazoonyesha kiwango cha uharibifu iwapo kuna majeruhi. Mlango wa bahari Hormuz unabaki kuwa moja njia muhimu zaidi duniani kwa usafirishaji wa mafuta, ambapo sehemu kubwa ya mafuta yanayouzwa katika soko la dunia hupita kila siku kupitia njia hiyo inayounganisha Ghuba ya Uajemi na bahari ya Oman. Tukio lolote la kiusalama katika eneo hilo lina uwezo wa kuvuruga usafirishaji wa mafuta, kuongeza gharama za usafiri baharini, kupandisha ada ya bima za meli na kusababisha bei za mafuta kupanda katika masoko ya kimataifa. Matukio hayo yanaongeza mvutano unaoendelea kati ya Iran na Marekani, huku hofu ikiongezeka kwamba mapigano yanaweza kuathiri zaidi usalama na usafiri wa kimataifa katika Ghuba ya Uajemi. Kufikia sasa kuna uthibitisho huru uliotolewa kuhusu chanzo cha milipuko ya meli hizo wala kuhusu mafanikio ya mashambulizi ambayo IRGC imedai kuyatekeleza dhidi ya mifumo ya kijeshi ya Marekani nchini Bahrain. Ili kuwa mwanafamilia bora wa Global TV, usisahau kusubscribe, like, kushare na kucomment. Baada ya kusubscribe, bonyeza alama ya kengele ili kupata taarifa kwa kila video inayopanda Global TV Online.